walisema kwamba walienda kutembelea familia za watu waliopoteza maisha, ambapo kwa kinywa chao wenyewe walitaja kwamba walitembelea familia 1,300 na kitu. Sasa je, hizi takwimu zimekaaje? Hayo tunayaacha kwenye mabano, lakini twende katika pointi namba 19. Ni katika muktadha huo kamati kuu ya Chadema ilijadili hotuba ya mwenyekiti wa ile iliyoitwa tume ya rais ya kuweza kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliweza kutokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 yaliyohusisha au yaliyowasilishwa mnamo tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2026 kwa Samia Suluhu Hassan ambaye ni mtawala wa mabavu asiyechaguliwa na wananchi wa Tanzania. Lakini msimamo namba 20 wakasema kwamba kamati kuu inakumbusha kuwa kuanzia miaka 2021 mara tu baada ya Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani, vitendo vya utekaji na ubakaji wa kesi za jinai, vitendo vya utekaji na ubakaji viliendelea, na kesi za jinai kwa wanaharakati na wanasiasa wa vyama vya siasa au vya upinzani ulianza kwa nguvu, ikiwemo kushikwa na kushtakiwa kwa aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Aikaeli Mbowe, kushikwa na kupoteza kwa Deusdedith Soka na wenzake wawili, kutekwa na kuuawa kwa mzee Ali Kibao, kutekwa na kuteswa na kutupwa katika hifadhi ya taifa ya Katavi ndugu Edgar Mwakabera alimaarufu kama Sativa, kutekwa na kupotezwa kwa ndugu Mdude Nyagali, ndugu Shedrack Chahura, ndugu Juma Kaswahili, na kutekwa na kupotezwa kwa Barozi Humphrey Polepole na watu wengine, ambapo watu zaidi ya 700 kutokana na ripoti ambayo imeweza kusomwa mnamo tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2026, zaidi ya watu 700 walipotea. Watu 400 mpaka leo hawajulikani walipo, na serikali imekaa kimya. Kwa hiyo hapo ndipo tunakuja kuona tunaongozwa na serikali ya namna gani. Lakini katika pointi namba 21 wanasema kwamba matendo hayo machafu yaliyofanywa hata kuelekea siku ya kimataifa ya vijana mnamo Agosti 12 mwaka 2024 ambayo Chadema ilipanga kuyaadhimisha mkoani Mbeya. Siku moja kabla ya siku hiyo, viongozi wa Chadema walivamiwa, kupigwa na kuumizwa vibaya na kuondolewa mkoani Mbeya kwa nguvu. Hapakuwa na hata na kosa waliloambiwa kufanya, ila kisingizio kisichokwisha cha taarifa za kiintelijensia. Uovu huu uliendelea mara baada ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu mnamo tarehe 9 Aprili mwaka 2025 kule Mbinga mkoani Ruvuma. Jeshi la polisi na kwa kushirikiana na uongozi wa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu bila sababu yoyote ile ya msingi, ila kwa lengo la kuweza kufanya uovu mkubwa, kuanzia tarehe 24 Aprili mwaka 2025 waliwazuia wananchi kuweza kuhudhuria kesi ya Lissu. Wakataka kesi iendeshwe au kuendesha kesi zake mbili kwa njia ya mtandao. Lakini katika pointi ya 22 baada ya kumaliza hii ya 21, msimamo namba 22 wakasema kwamba wanachama na viongozi wa Chadema waliofika mahakamani hapo walishikwa na kupigwa, kuumizwa vibaya sana, na wengine walifanyiwa matendo ya udhalilishaji wa kingono. Aidha, wanaharakati kutoka Kenya na Uganda akiwemo Boniface Mwangi na Agatha Atuahire walichukuliwa kutoka nyumbani mwao katika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam na kupeleka kituo cha kati, kituo kikuu cha Dar es Salaam, na baadaye walifanyiwa matendo
ya kinyama, ikiwa ni pamoja na kurawitiwa na kuingiliwa kinyume na maumbile na baadaye kutupwa mpakani mwa nchi zao na Tanzania. Lakini katika msimamo wa namba 23 au katika kile walichokiona Chadema kutokana na yale yaliyoweza kuripotiwa mnamo tarehe 23 kutokana na uchunguzi uliweza kufanyika na Jaji Chande Warioba, Jaji Chande na tume yake, pointi 23 wakasema kwamba kwa kutimiza nia yao hovu, mnamo tarehe 12 Aprili mwaka 2025 mkurugenzi wa uchaguzi wa ile iliyoitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Kairima Ramadhani alitangaza kuwa Chadema haitashiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa vile haikusaini fomu za kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo tume hiyo ilitaka zisainiwe na vyama vyote tarehe hiyo, licha ya ukweli kuwa kanuni hizo zilikuwa zinaanza kutumika siku moja kabla ya tarehe ya uteuzi wa wagombea ambayo ilikuwa ni mara baada ya bunge kuvunjwa mnamo mwezi wa 8 mwaka 2025. Lakini katika pointi namba 24 wamesema kwamba kamati kuu imetilia maanani na inapenda kuwakumbusha Watanzania kuwa mnamo tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025 Padre Charles Kitima, katibu mtendaji wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, alivamiwa na kuweza kupigwa na kuumizwa vibaya sana akiwa ameenda uani katika ofisi ya Baraza la Maaskofu Katoliki TEC Kurasini jijini Dar es Salaam. Polisi bila haya Warasoni wakasema kuwa alikuwa amepata kinywaji. Hadi leo hawajachunguza uharamia huo. Lakini tukienda katika msimamo namba 25 wamesema kwamba si hapo tu, mnamo mwezi Septemba Padri Jordan Kibiki wa jimbo Katoliki la Mafinga alitekwa na baadaye jeshi la polisi lilisema kuwa alijiteka kwa kuwa alikuwa na madeni. Ukweli ni kuwa alitekwa na kufanyiwa vitendo vya kinyama sana na baadaye kutupwa Mbalizi, Mbeya, ambako heti ndipo alipokutwa amejiteka. Lakini katika msimamo namba 26 wamesema kwamba aidha Padri Kamirusi Nikata alitekwa na kuteswa vibaya sana katika mkoa wa Ruvuma. Alipatikana kwa jitihada kubwa za kanisa Katoliki jimbo la Songea, TEC na waseminari wema. Jeshi la polisi alikuona shida kusema kuwa lilipomhoji alikuwa akikabiliwa na msongo wa mawazo na madeni. Aidha mtawa mtarajiwa Vestina Shikawa naye alitekwa na kufanyiwa udhalilishaji kule Mwanza, na hadi sasa hivi hakuna uchunguzi wowote uliofanywa zaidi ya kukejeliwa na jeshi la polisi. Lakini katika msimamo namba 27 wamesema kwamba yoyote haikutosha, kwani mnamo tarehe 2 Juni mwaka 2025 msajili wa vyama vya kiraia katika Wizara ya Mambo ya Ndani alitangaza kufuta usajili wa kanisa la Glory of Christ Church Tanzania maarufu kama Kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima. Askofu Josephat Gwajima aliyekuwa ni mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya CCM alikuwa ametoa hotuba kama raia akipinga utekaji na upotezwaji wa watu. Badala ya kupongezwa kwa kupinga vitendo hivyo, kanisa lake lilifungwa na jitihada za kuweza kupata utatuzi mahakamani zilikwama, kwani kesi yake ilifanyiwa kile aina ya danadana ili kuweza kumkomoa
yeye na waumini wake. Lakini katika msimamo namba 28 wamesema kwamba tarehe 5 Agosti mwaka 2025 Luhaga Mpina aliyekuwa mbunge wa CCM Kisesa alihamia ACT Wazalendo na kupendekezwa na chama hicho kuwa ni mgombea wake wa urais. Aliwekewa kila aina ya vikwazo na licha ya kushinda kesi Mahakama Kuu, bado alizuiliwa kushiriki na tume isiyo huru ya uchaguzi kutokana na pingamizi la mwanasheria mkuu ambaye ni mteule wa Samia Suluhu Hassan. Alipokwenda Mahakama Kuu tena, jitihada zake zikagonga mwamba na alikata rufaa kabla ya uchaguzi huo. Hadi leo hii rufani yake haijapangwa wala kusikilizwa. Lakini tukienda katika msimamo namba 29 wamesema kwamba aidha kamati kuu inasema kwamba uovu huu ulienda sambamba na kuiwekea zuio Chadema mnamo Juni 10 mwaka 2025, ndipo Chadema ikafungiwa na kunyimwa haki yake ya kuweza kufanya siasa. Licha ya uharamu wa amri hiyo, viongozi wa Chadema waliitii na kusitisha shughuli zao zote za kisiasa na kuelekeza nguvu zao katika kesi hizo na kesi ya mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Hii haikulizuia jeshi la polisi mnamo tarehe 22 Oktoba mwaka 2025 likamkamata na kumshikilia makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara Mheshimiwa John Heche kwa siku 21. Hiyo iliendana na kuwashikilia na kuwaweka mahabusu viongozi na wafuasi wengi wa Chadema katika sehemu mbalimbali nchini Tanzania. Lakini pointi namba 30 wakasema kwamba kamati kuu inasema mlolongo huu wa vitendo hivyo haramu vinavyotajwa hapo juu ambavyo vimetekelezwa na CCM chini ya John Pombe Magufuli na Samia Suluhu Hassan unaonyesha wazi kuwa mtu mwenye akili nzuri na timamu kuwa tatizo hapa ni Samia Suluhu Hassan, CCM, polisi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mahakama, msajili wa vyama vya siasa, TAKUKURU, uhamiaji, jeshi la wananchi JWTZ na vyombo vya habari huru na binafsi ambavyo viliamua kushirikiana na kuhakikisha kuwa Samia Suluhu Hassan na CCM wanabaki madarakani kwa namna yoyote ile. Lakini msimamo namba 31 au msimamo wao namba 31 wamesema kwamba matendo haya yote mahovu ya CCM na Samia yasingeweza kuachwa na tume makini na yenye uweledi na nia ya dhati ya kuweza kufahamu chanzo cha kweli cha mauaji hayo haramu kabla, mnamo na baada ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 kuwa ndio chanzo kikuu cha maandamano ya vijana hao wazalendo. Lakini katika msimamo namba 32 wakasema kuwa kamati kuu inasisitiza kuwa pale haki za kidemokrasia na njia zote za kujieleza na kutetea haki za mtu zinapofungwa, kunasababisha watu kutokuwa na njia nyingine bali ni kuingia barabarani na kueleza chuki zao na kudai mabadiliko ya kweli. Kufanywa hivyo hakuwezi kamwe kuwa sababu ya wao kuuawa na kujeruhiwa kinyama kama ambavyo ilifanywa katika siku hizo mbaya na za majonzi makubwa katika nchi yetu. Kugeuza uchaguzi kuwa mchezo wa kuviziana na wanani ni mjanja ni kitu cha hatari kabisa. Hakuna anayestahili kuongoza nchi yetu kwa njia nyingine yoyote ile isipokuwa kwa kuchaguliwa na wananchi katika uchaguzi ulio huru na wa haki, lakini hapa Tanzania haki hiyo haipo. Katika msimamo namba 33 akasema kwamba kwa kipindi chote tangu nchi yetu ilipoingia katika mfumo wa vyama vingi, CCM imekuwa ikipora chaguzi na kutumia mabavu kubaki madarakani.
wananchi wamechoka na hawako tayari kuvumilia uporwaji na utoaji wa madaraka unaofanywa na genge la watu wachache ambao wamekula yamin ya kubakia madarakani kwa kila mbinu, huku wakisingizia na kuinajisi haki ya msingi katika nchi yetu ambayo ni jamhuri, kuwa na mamlaka yote hutoka kwa wananchi na kuwa viongozi wa serikali watawajibika kwa wananchi. Lakini msimamo namba 34 wamesema kuwa kamati kuu inasema kuwa kuwataka wananchi waheshimu sheria za nchi, wakati huku genge la watu wachache kupitia Chama cha Mapinduzi CCM na kiongozi wao Samia Suluhu Hassan wakisigina haki zao ni kuwageuza wao kuwa ni mandondocha. Wananchi wana haki ya kukasirika na kuonyesha hasira zao dhidi ya uovu wowote ule unaofanywa na serikali na genge la watu wasioheshimu demokrasia. Pale mfumo wa uchaguzi na utumishi wa umma unapoharibiwa, ni jukumu la wananchi kunyakua na kukomesha ukiukwaji huo. Vijana na wote waliouawa mnamo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na wale waliotekwa na kuteswa na kuuawa kabla na baada ya tarehe hiyo ni mashujaa wa taifa letu, na Chadema inawatangaza hivyo. Lakini katika msimamo namba 35 wamesema kuwa siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, Kamishna Mkuu wa Polisi Camillus Wambura alitangaza amri ya zuio la kutoka nje kwa wakazi wa Dar es Salaam kuanzia saa 12 jioni. Zuio hilo lilitekelezwa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu na liliondolewa pale Samia Suluhu Hassan alipotimiza nia yake ya kutoa madaraka kwa nguvu na kuapishwa huko Dodoma. Kamati kuu inamtaka kwa kauli moja kuwa agizo hilo la Camillus Wambura lilikuwa batili, haramu na ni kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni rais pekee aliyechaguliwa na wananchi ambaye ndiye aliyepewa mamlaka ya kutangaza amri halali ya hatari nchini. Ibara ya 32 kwenye mabano 2 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamtaka rais aweze tu kutangaza kuwa kuna hali ya hatari iwapo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko katika vita au kuna hatari hasa kwamba Jamhuri ya Muungano inakaribia kuvamiwa na kuingia katika hali ya hatari ya vita, au kuna hali halisi ya kuweza kuvurugika kwa amani ya jamii na kutoweka kwa usalama wa jamii katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au sehemu yake yoyote, kiasi kwamba ni lazima kuweza kuchukua hatua pekee ili kuweza kurejesha amani na usalama. Lakini akasema kwamba kuna hatari dhahiri na kubwa kiasi kwamba amani ya jamii itavurugika na usalama wa raia kutoweka katika Jamhuri ya Muungano au sehemu yake yoyote ambayo haiwezi kuepukika isipokuwa kwa kuweza kutumia mamlaka pekee. Lakini akaendelea kutaja hapa vifungu ambavyo vinaainisha au vinampa mamlaka rais kuweza kutangaza hali hatari katika nchi hii. Kifungu kingine alichokitangaza au alichokiweza kukiongea hapa kutoka katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwamba karibu kutokea tukio la hatari au tukio la balaa ya kimazingira ambalo linatishia jamii au sehemu ya jamii katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mwisho akasema kwamba kuna aina nyingineyo ya hatari ambayo kwa dhahiri ni tishio kwa nchi, hivyo tu ndivyo vinaweza kumpa mamlaka rais kuweza kutangaza, kama kile ambacho Camillus Wambura IGP wa Jeshi la Polisi nchini Tanzania alichoweza kukitangaza cha kuzuia watu kutoka nje ifikapo saa 12. Lakini tukienda katika msimamo wa Chadema kupitia chama au kupitia kamati kuu
Wamesema kwamba pindi rais anapotangaza amri ya hatari anatakiwa kwa mujibu wa ibara ya 32 kwenye mabano 4 kuwasilisha kwa spika tangazo hilo ndani ya siku 14. Mkutano wa bunge unatakiwa kuweza kuitishwa na spika baada ya kushauriana na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Ibara ya 32 kwenye mabano 6 inamtaka kutoa masharti ya utekelezaji na mipaka ya utekelezaji wa hali ya hatari inaposema. Lakini hapa akaweka kwamba katika kwenye mabano 6 kwa madhumuni ya kuweza kuondoa mashaka juu ya ufafanuzi au utekelezaji wa masharti ya ibara hii, ambapo masharti ya sheria iliyotungwa na bunge na ya sheria nyingine yoyote inayohusu utangazaji wa hali ya hatari kama hiyo iliyotajwa katika ibara hii yatatumika tu katika sehemu ya Jamhuri ya Muungano ambapo hali hiyo imetangazwa. Lakini tukienda katika msimamo namba 37, wamesema kwamba kamati kuu baada ya kupitia ibara hiyo ya katiba imebaini kuwa hakuna sheria inayotungwa na bunge inatoa haki kwa kamishna mkuu wa polisi, yaani IGP, kutumia sehemu ya madaraka ya rais ya kutangaza hali ya hatari kama ilivyoainishwa na ibara ya 32 kwenye mabano 4 na kuwa Camillus Wambura alitangaza zuio la watu kutoka nje jijini Dar es Salaam bila kuwa na madaraka hayo kisheria. Aidha, kamati kuu imepata taarifa nyingine kutoka katika sehemu mbalimbali nchini kuwa amri hiyo ya zuio ilitumika katika sehemu hizo bila kuwepo kwa tangazo maalum juu ya zuio la kuwekwa rasmi katika sehemu hizo. Aidha, kamati kuu imebaini kuwa mauaji mengi yalifanywa baada ya kutolewa kwa amri hiyo haramu. Ni polisi, watu wa usalama, askari wa KMKM na askari waliokuwa wakizungumza lugha ya Kiingereza chenye lafudhi ya lugha za Uganda ndio waliokuwa mitaani na wanaodaiwa kuweza kufanya mauaji hayo ya kinyama. Lakini tukienda katika pointi au katika msimamo namba 38, kamati kuu ya Chadema inapenda kukumbusha Watanzania na watu wote kuwa ilipinga na inapinga kwa nguvu zake zote kuanzishwa kwa tume yoyote ile ya uchunguzi wowote ule na Samia Suluhu Hassan na chama chake cha CCM, kwani wao ndio watuhumiwa nambari 1 wa mauaji ya kinyama na ya kishetani yaliyoweza kufanywa kabla na mnamo na baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Lakini katika msimamo namba 39 wamesema kwamba mara baada ya mauaji hayo na kuapishwa kwa nguvu kwa Samia Suluhu Hassan katika kambi moja ya kijeshi mkoani Dodoma mnamo tarehe 3 Novemba mwaka 2025, kamati kuu ilipinga uamuzi wa Samia Suluhu Hassan wa kusema kwamba ataunda tume hiyo ya uchunguzi. Alipoiunda, kamati kuu ilitoa tamko la kuweza kupinga kuundwa kwa tume hiyo. Tume hiyo ilikuwa imeundwa na mtu ambaye yeye mwenyewe ndiye anatakiwa kuchunguzwa, aidha Ladhia Msuya, huyu ni mdogo wake wa damu Dr. Asha Rose Mtengeta Migilo ambaye ni katibu mkuu wa CCM, Bi Stregomena Lawrence Taxi, huyu alikuwa ni waziri wa ulinzi wa jeshi la kujenga taifa kuanzia katika utawala wa Samia Suluhu Hassan hadi tarehe 3 Novemba mwaka 2025. Mtu kama huyu ambaye wizara yake inatakiwa kuchunguzwa anawezaje kuwa mjumbe wa tume ya uchunguzi? Ikumbukwe baada ya tume kuundwa ilipingwa na wahanga na wadau wengi, kwani wengi hawakuamini na waliona kuwa
ni tume ya kuweza kuficha ukweli yenye lengo la uovu. Lakini katika msimamo nambari 40 wamesema kuwa ni kanuni isiyohitaji ubishi kuwa mtu atakiwi kuwa hakimu au mwamuzi katika suala